leo nipo hapa hapa Afrika na itabidi nikupeleke mpaka kaskazini mwa Nigeria. Huko katika zama za kale, mnamo miaka 1500 kuelekea 1600, kuna malikia mmoja alikuwa akiitwa Malikia Amina. Huyu alitawala katika eneo la Zazzau, na leo itabidi tumchimbe na kumwangalia historia yake kiundani. Malikia Amina alikuwa shujaa na mtawala wa Zaria, jimbo la Hausa ambalo sasa ni kaskazini mwa Nigeria. Alitawala kwa miaka 34 kutokea 1576 hadi alipokufa 1610. Kabla ya utawala huu wa miaka 34, hebu kwanza tuchimbe kuanzia alipozaliwa mpaka kufa kwake. Alizaliwa 1533 katika himaya hiyo ya Malikia na kupewa jina la Amina, lakini kikabila chao, kwa sababu alizaliwa katika eneo la kifalme, walikuwa wanamuita Aminatu. Babu yake alikuwa mfalme Sakin wa Nohil na jina la bibi yake alikuwa ni Malka. Baba yake alikuwa mfalme wa Nikatau wa Zazzau na mama yake alikuwa Malkia Bakwa Tunluku. Amina alikuwa mkubwa wa watoto watatu. Alikuwa na kaka aliyeitwa Kalama na dada aliyeitwa Zaria. Amina alihudhuria mkutano rasmi wa biashara ya serikali wakati amekaa kwenye paja la babu yake. Kwenye mkutano huo, huku akimiliki silaha akiwa na umri mdogo tu, katika mkutano huo alikuwa na kisu chenye mchongoko, yaani daga, na bibi yake wakati alikuwa mtoto, lakini hakuonekana katika mkutano huo akimiliki silaha hiyo. Hali hiyo ilionyesha uwezo wake mkubwa kiasili na ushujaa wake wa kuweza kumiliki silaha na kuficha bila kuonekana hata akiwa na maadui. Ingawa alihitajika kushiriki katika shughuli za kila siku na mama yake kama mwanamke mchanga, badala yake Amina alifanya mazoezi kwa nguvu na walinzi maalum wa kifalme kwa kila siku, na walinzi hao walikuwa wakilinda ikulu na himaya hiyo ya ngome ya Zazzau. Amina alipokuwa na miaka 16, mama yake na baba yake walipokea ofa nyingi tu za kuhusiana na kuchumbiwa kwake, pamoja na kuletewa zawadi pamoja na vitu mbalimbali. Imeandikwa kwamba Emili wa Kano alimlipa mifuko 50 ya vitambaa vyeupe na bluu mfalme wa Zazzau, watumwa wa kike 50 na watumwa wa kiume 50, lakini Amina alikataa kuolewa na wala kupata mtoto. Wazazi wa Amina walikufa mnamo 1566 na kaka yake Kalama, kwa mujibu wa mila na desturi zao, alitawaza kuwa mfalme mara baada ya wazazi wake kufariki mnamo miaka hiyo 1566. Hata hivyo, nadharia inaonyesha kuwa alifariki 1966, lakini haikuonyesha kuwa kama walifariki pamoja au walifariki mbalimbali. Lakini kutokana na kifo cha wazazi wao, basi kakake Kalama alitawaza kuwa mfalme ndani ya mwaka huu 1966. Wakati kaka yake alikuwa mtawala, Amina alikuwa anaongoza jeshi kubwa la nchi hiyo Zazzau, na alikuwa amiri jeshi mkuu baada ya kaka yake katika ufalme. Yaani baada ya cheo cha kaka yake ya ufalme, basi katika kuongoza majeshi yeye alimtawaza kuwa ndio kiongozi mkuu wa majeshi baada ya mfalme. Na hata hivyo, kaka yake akiwa hayupo katika jeshi, basi yeye ndio alikuwa anaongoza gwaride na akiongoza vikosi vyote vya majeshi katika tawala hiyo ya Zazzau. Amina alisifika sana kwa utawala wake wa kishujaa. Alikuwa kiongozi shupavu na alitawala hata bila ya uoga katika nyakati hizo. Hakika huyo ni kiongozi shujaa na alipokea sifa kem. Kwa miaka 10, mafanikio yake katika mkoa wote alimpatia sifa mbalimbali na alipata utajiri wake binafsi nje ya uhusiano wake wa kifalme. Mnamo 1576 Amina alipewa taji la Malkia baada ya kifo cha kaka yake. Hivyo kipindi hicho aliangaliwa mtoto mkubwa baada ya kaka yake kufariki, na hivyo mtoto mkubwa kati ya Zaria na Amina alipewa Amina taji hilo la kifalme, na hivyo Amina alikuwa mtawala rasmi wa Zazzau 1576 baada ya kaka yake kufariki. Hakika Amina alikuwa mtawala shujaa na alikuwa mtawala shupavu. Katika juhudi zake za kutoa njia na usalama wa wafanyabiashara wa Hausa, Malkia Amina alipanua mipaka ya ufalme kupitia safu na vita mbalimbali
vya kimkakati vilivyofanikiwa ndani ya miezi mitatu ya kuchukua kiti chake cha enzi. Huo ni ushujaa uliothibitisha dhahiri kuwa yeye alikuwa ni mfalme shupavu katika himaya hiyo ya Zazao. Katika tamaduni hizo za Kihausa, ubunifu wake wa kijeshi ni pamoja na kuanzisha silaha za kinga za kijeshi za Zazao. Alianzisha silaha kali na ngumu na imara za kivita, ikiwemo silaha za mapanga maalum, silaha za mabomu maalum na silaha za miti maalum, zikiwemo mishale ya kisasa na kuiweka sumu. Malkia Amina binafsi aliongoza jeshi lake la askari 20,000 akishinda miji ya kaskazini na kusini za Mfalme Nupe na Jukun. Katika himaya hizo za Mfalme Nupe na Jukun, Queen Amina alichukulia majimbo hayo na himaya hizo na kupitia Kasashen Bauchi, mkoa ulio katika kile kilichojulikana kama ukanda wa kati wa Nigeria. Majimbo hayo yote Amina alikuwa chini yake katika wakati huo, baada ya kushinda vita hizo na wafalme hawa wa Nupe na Jukun na Bauchi. Hiyo Bauchi ilikuwa katika eneo la Kasashen. Wakati wa utawala wake, Amina alitawala njia za biashara zinazounganisha Sudani Magharibi na Misri Kaskazini. Katika eneo hilo la Sudani Magharibi na Misri Kaskazini pamoja na Misri Mashariki, pia hakuiacha mbali Mali Kaskazini. Hivyo aliamua kuweka katika miliki ya utawala wake katika njia zote za kibiashara katika maeneo haya. Alikusanya ushuru kutoka kwa miji na mikoa aliyoshinda katika nyakati hizo ili kuweka utawala wake imara na kuweza kupata fedha za kulipa wafanyakazi wake wote na kulisha nchi kwa ujumla. Pia alikusanya karanga za kola na watumwa wa kiume. Mapema kila siku alipoamka, mara baada ya kusha kiti cha enzi cha Zazao, Amina aliandaa mpango maalum wa kufanya mazoezi maalum ili kujimarisha mwili wake kwa kila siku na kuweza kuwa shupavu. Amina pia aliunda kuta na kuzunguka miji yote aliyoshinda katika nyakati za utawala wake na katika eneo lote la kambi zake za kijeshi. Katika maeneo yake yote aliyoshindwa aliyazungushia kuta za simenti na tofali, hasa katika maeneo ya kaskazini mwa Nigeria kulikuwa kunapatikana mazalia ya kuta hizo. Alijulikana ndani na nje ya eneo hilo, alikuwa akitawala ndani ya wakati huo na hata baada. Kuta hizo zilikuwa zikujulikana kama Ganwal, ambaye kwa hiyo ni kwa lugha ya Kusa. Kwa hiyo Kihausa Ganwal manake ilikuwa ni lugha maalum ambayo iliyoipa jina hilo. Yani ukisema Ganwal unamaanisha kuta za Malkia Amina. Malkia Amina alitawala kwa miaka 34, ikumbukwe hivyo, na alikufa akiwa vitani huko Altagala karibu na Bida mnamo 1610. Jamii ya Hausa ilisikitika sana kufariki kiongozi huyo shujaa, kwani alitawala kiushupavu na alilifanya eneo hilo kuwa na amani na kuwa na ulinzi wa kutosha, na wananchi wake kuwa na amani ya kutosha, kwa kuwa kulikuwa na ulinzi imara, na hivyo kuishi bila wasiwasi, na hivyo kuachia majonzi makubwa sana, ingawa alifariki akiwa na umri mkubwa, akiwa na umri wa miaka 77. Katika Nigeria ya kisasa aliacha historia, na alijulikana kama Amina Lana Dia Bakwa Tasan, ikimaanisha kuwa Amina binti ya Nikatau, mwanamke mwenye uwezo mkubwa kuwahi kutokea. Ili kumwenzi malkia huyo Amina huko Nigeria,
Shule mojawapo ya sekondari katika mji wa Kaduma ina bweni mojawapo la wanawake lililoitwa Malkia Amina. Usisahau ukumbi mojawapo katika chuo kikuu cha Lagos ulioitwa kwa jina la Queen Amina Hall, na hali hivyo hivyo pia katika chuo kikuu cha Ahmadu Bello. Lakini sanamu lake lilijengwa kama urithi wake katika ukumbi wa michezo wa sanaa katika jimbo la Lagos. Huyo ndio Malkia Amina ambaye alikuwa kiongozi shujaa katika jimbo hilo la Zazzau huko kaskazini mwa Nigeria, ambaye kwa sasa hivi ndio ni Nigeria ya kisasa. Je, jiulize, Queen Amina vizazi vingapi mpaka sasa hivi vina mwezi na watawala wangapi wa Nigeria wanawake katika majimbo mbalimbali ambaye wamerithi utawala wake. Haya, leo tumemchimba Queen Amina. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment, pia kutoa maoni yako ili kutusapoti katika kazi zetu mbalimbali, na usikose vipindi mbalimbali ikiwemo michezo, sanaa na vipindi vingi vya kufurahisha katika maisha yetu ya Asham TZ YouTube online channel. Always we are available.